Yaani kuanzia serikali mpaka uongozi wa mpira umetulia, ila kuna watu tu wa pembeni ndio wanataka kwanza kuchokonoa uongozi kwa sababu timu yao inapotea. Unaelewa? Sisi misimu minne ile tumepotea, tukigusa bodi ya ligi wala tukumgusa Karia. Wao na mzuiaji Azim Dewji asiwe na influence ndani ya Simba, ambaye ndio kiongozi pekee aliyeweka legacy ya Simba kucheza finali kombe la shirikisho. Yaani ndio mfadhili wa kwanza kuifadhili Simba kipindi kile. Hakuna cha masuala ya uwekezaji, lakini anatumia pesa zake, anaifanya Simba inakuwa bora mpaka tunaenda kucheza mashindano ya kimataifa, tunaingia finali. Bwana fresh kabisa. Mungu asaidie. Mungu anasaidia. Ticha, kitu kinachofuata mechi ambayo unaangalia sana ni Simba dhidi ya Al-Masry. Simba Sports Club kwa taarifa ambazo zilikuwa za ndani wamecheza mechi ya kirafiki na KMC. Mechi inayofuata ni CRB Federation, ila haitakuwa ina uzito sana kama mechi ambayo amecheza dhidi ya KMC. KMC leo kipimo cha mwisho kwa kwenda kupambana na Al-Masry. Pengine kwa Al-Masry mwarobaini mtapatikana sasa. Unajua siku zote unapotaka kuliendea jambo kubwa, sawa, maandalizi yake uyatakiwa wafanye kwa ukubwa huo, especially kwenye swala la nini la mechi. Maandalizi ya mechi ya away yanafahamika, umeelewa? Mara nyingi huwa uongozi ndio una play part kubwa, sawa, kwa sababu kikosi kimeshaandaliwa. Umeelewa? Ng'ombe anenepe siku ya mnada, Waswahili wanakuambia uwezo muanda ng'ombe ukamtafutia mavyakula bado siku 2-3 unaenda kwenye nini, kwenye mnada. Ng'ombe anatakiwa alelewe vizuri from maturity mpaka kuelekea kwenye nini, kwenye ukuaji wake. Hapo ndipo unapata ng'ombe aliyekuwa nini, aliyekuwa bora. So unasubiri siku ya mnada ndio unaanza maandalizi na kumlisha ng'ombe. Kwa hiyo ng'ombe wa Simba amelelewa vizuri kuanzia chini, sawa. Kwa hiyo kikosi chetu kiko vizuri, kimeandaliwa vizuri. Kinachoangaliwa sasa hivi ni game plan, yani from our leaders, na uongozi wetu si ni bora, kwa sababu in order to have a good team you must have 4 things. Lazima uwe na vitu vinne. Kitu cha kwanza kabisa, first of all, you must have good leadership. Utawala kwanza, utawala ndio kitu kikubwa. Kwa hiyo utawala wa Simba kwa ukubwa wake, tuna utawala uliokuwa bora, na that's why mpaka sasa hivi unaona kuna viongozi ambao walikuwa nyuma, sawa. For example, unamzungumzia baba yetu, umeelewa? Baba yetu, unapozungumzia legend players wa Simba unazungumzia legend. Yeye unapozungumzia kina Dua bin Said, kina Hussein Amani Masha, kina George Masatu, kina Mohamed Mwameja, itimisi lazima utamzungumzia kiongozi ambao wafanya hao wachezaji wa bora, ambaye ni Azim Dewji, baba wa mababa, ambaye tunajidai naye mpaka sasa hivi tuko naye, na bado ana play part kubwa. Ndio maana nikakwambia tuna uongozi bora. Kwa nini? Viongozi wa nyuma wa Simba bado wapo ndani ya Simba na bado wanaendelea kuitumikia Simba, wanaendelea kutoa ushauri na wana play part kubwa sana katika kuifanya Simba iwe bora, kujenga Simba iliyokuwa nini, iliyokuwa imara. That's why nikamtaja Azim Dewji, kwa sababu miaka 93 kwa watoto wasiomjua wengi, Azim Dewji watu wengi wanamjua Mo, lakini hawajui Mo ametokea wapi. Ndio maana nakwambia uongozi wa Simba, Mo ametoka kwenye kiuno cha kina Dewji, umeelewa? Lakini leo unapoangalia upande wa pili uwezo ukamkuta mfadhili wao au kiongozi wao ametoka kwenye kiuno cha nani? Kwa sababu kipindi hicho namzungumzia Azim Dewji, kulikuwa Yanga ilikuwa na Gulamali. Je, kizazi cha Gulamali bado kipo Yanga? Hakipo. Lakini kizazi cha nini, cha Dewji unakiona mpaka sasa hivi, tangu miaka ya 88 mpaka leo hii bado Simba tuko na utawala mmoja tu katika masuala ya finance. Kwa leo unamzungumzia Azim Dewji ambaye mpaka sasa hivi bado yupo, anampa ushauri mwanawe katika jinsi gani anaweza kaiendeleza Simba na kaiongoza Simba, na ni miongoni mwa watu mpaka sasa hivi ambao wanatembea na timu. Sawa, nadhani hata hii mechi na Blanco na Bravo tulimuona, sawa, tulimuona Azim Dewji, sawa, ameenda na timu, na hata hii mechi ya kesho kutwa na Al-Masry utamuona Azim Dewji yupo anaambatana na timu. Kwa ndio maana nakwambia nina utawala bora, kwa sababu utawala wetu yani unachukua vitu kutoka kwa malegend, wale viongozi wa zamani ambao walikuwa wanafanya nini, wanaiongoza Simba. Na ndio maana mechi ya away na uhakika tunaenda kurudi na kitu, kwa sababu tuna utawala ambao ulishawahi kufanya kitu. Kwa sababu hata ile 2003 Zamalek anatolewa, kina Azim Dewji wapo ndio walikuwa kwenye uongozi. Kwa hiyo bado naiona Simba inaenda kufanya vizuri Al-Masry. Licha kwenye hilo ambalo umejaribu kumgusia mzee Azim Dewji, wakati anarejea hapa maneno yanazungumzwa kwenye mitandao ya kijamii na huko mtaani kwamba Simba ina uongozi wake, lakini mzee Azim kurejea kwake
ni kama anaingilia hivi majukumu ya baadhi ya viongozi. Tunaona aliwahi kutoa taarifa kuhusiana na safari ya Simba kwenda Misri. Watu wanasema hayo ni majukumu ya Ahmed Ally. Hili unalizungumziaje kwa upande wako? Unajua watu wengi hawajui historical background ya Simba Sports Club. Sasa ukisema hivyo maana yake utamkataza mpaka rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, sawa asiwe na influence ndani ya government ya Tanzania. Umeelewa? Wewe unataka kuniambia Mama Samia hawezi kuomba ushauri kwa Mrisho Jakaya Kikwete? Si baba yetu? Na hata Jakaya Kikwete wakati anachukua madaraka alikuwa achukua ushauri kwa Mkapa marehemu, na Mkapa alikuwa achukua ushauri kwa Nyerere au kwa Mwinyi. Kuondoka kwenye uongozi ni kufuata katiba inasemaje, kwamba duration ile imekuruhusu wewe ukae pembeni, lakini sio kwamba mwisho wa wewe kuwa kiongozi, au sio mwisho wa wewe kutoa ushauri kwenye uongozi husika. Si umeelewa? Leo unapomzungumzia Azim Dewji, nawaambia wana Simba wawe makini na maneno ya watu. Yaani hawa watu wa pembeni, hawa watu wa upande wa pili wanaona kabisa, sio kama wapendi na wao labda kina Gulamari, kina Manji, kina nani kuwepo ndani ya nini? Ndani ya uongozi wa Yanga. Isipokuwa wako wapi sasa? Na umeachana na vipi? Si umeelewa? Kina Lesa Mwazizi wameondokaje Yanga? Si umeelewa? Wao kuna kina Abbas Tarimba mpaka leo wana influence ndani ya Yanga. Tena ni wanachama kabisa, wapo mpaka katika baraza la udhamini. Lakini huko kwetu mbona wanatuingilia? Ya mashindano ya kimataifa na kombe lilikuja hapa bahati mbaya tu. Tumeenda tumetoa sare ugenini na Azim Dewji anajua kucheza mechi ugenini. Umeelewa? Mechi zote ugenini tulikuwa tunatoa sare. Tumekuja kupotea hapa. Hata sasa hivi naona alipokuwa benefit kwenye mechi za away Simba Sport Club inaonekana kufanya vizuri. Kwa sababu kikubwa mechi za away zinahitaji experience. Zinahitaji ujue jinsi gani unaweza ukaikopesha timu kwenye hujuma za aina mbalimbali. Sasa Azim Dewji ana uzoefu huo kwa sababu amedumu ndani ya Simba kipindi kirefu. Yule alikuwa anatembea na timu yake kipindi kile wakati huko 93. Anatembea na timu yake. Simba inaenda Angola, Azim Dewji ameshaingia Angola. Na ndio maana umeona ile mechi na Angola amekwenda. Kwa sababu gani? Yeye alishaingia Angola wakati tunacheza na nini? Tunacheza na Sports Club ya Viakao. Si umeelewa? Hiyo golini huko Kankaemba hajawahi kufunga goli hata moja. Mpaka wanafikia nusu finali Kankaemba hajafunga goli hata moja. Anakuja kufungwa na Simba goli 3 hapa. Umeelewa? Magoli anafunga kina Edward Chumila. Si umeelewa? Kuna Masha yuko katikati. Kuna George Masatu huko nyuma kitasa huko. Kuna Mavumbi Omari pembeni huko kulia. Kwa hiyo Simba ilikuwa na timu bora na uongozi ulikuwa bora. Sasa huu uongozi bora wa sasa umechukua, yani umenielt sana utendaji wa uongozi wa nyuma. Sasa unamkataji Azim asiingie na sio influence ndani ya Simba. Ila hawa wanaogopa kwa sababu wanamjua Azim Dewji. Ana jambo baya, ana baya yule mzee. Apepeshi macho. Na ndio maana wanaogopa, wanaingiza vislogan hivi na propaganda kwamba anaingilia uongozi. Ni kuna baadhi ya waandishi wanatumika katika kufanya uongozi wa Simba umweke pembeni Azim Dewji. Na wamefeli kuhusu hilo. Kwa Azim Dewji, Simba Sport Club kuna kipindi ndio bandege kwenda nje, lakini kwa ngumu kwa sisi ni bandege ila kwa gharama nafuu. Pengine kwa hichi kilichofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni dhahiri shahidi Simba Sport Club umeheshimishwa. Simba tumeheshimishwa, ila nadhani matumizi ya ndege sawa, nadhani kuanzia nusu finali ndio serikali ilichokisema, na sisi tunaheshimu na tuna uhakika nusu finali sisi tunafanya nini? Tunakwenda nusu finali, tutatumia ndege ya mama kutoka hapa Tanzania kuelekea kule Misri. Tutarudi tena Misri na Zamalek. Kama Zamalek atamfunga Resboch, basi tutaenda kukutana naye katika nusu finali. Kwa hiyo tutafanya nini? Tutapata. Lakini mimi sina shaka na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano, sina shaka na uongozi wa mpira wa TFF sawa, pamoja na bodi ya ligi. Sina shaka hata kidogo. Sina shaka hata kidogo. Uongozi umetulia. Yaani kuanzia serikali mpaka uongozi wa mpira umetulia, ila kuna watu tu wa pembeni ndio wanataka kwanza kuchokonoa uongozi kwa sababu timu yao inapotea. Umeelewa? Sisi misimu 4 tumepotea, tukigusa bodi ya ligi wala tukumgusa Karia. Umeelewa? Misimu 3 tumepotea, tulikaa kimya. Sisi tulikuwa tunadili na timu yetu.
na ndio maana umeona tumeenda mpaka polisi tumewekwa, lakini tulikuwa tunadili na viongozi wetu tu waturekebishie timu yetu, wafanye sajili zilizokuwa bora, tuwe na timu bora, wasimame kwenye slogan yetu ya Simba nguvu moja, kutengeneza Simba iliyokuwa imara. Lakini wao wanarudi kwenye TFF, wanaanza kutengeneza timu yao. Yaani unaona una wachezaji ambao hapa leo umri miaka 30. Hapo bado unapiga kelele tu timu yetu inaonewa. Kwa timu yao mbovu tu. Timu mbovu, Kidevele Kiduka King Kimaraga. Mimi somo yangu ndio ya Kizalama. Umeelewa Kidevele Kiduka King Kimaraga. Kwamba timu yao imechoka, imeshatumika sana, inatakiwa ifanywe lishafu. Yaani wanatakiwa wafanye usajili kama mwenzao Simba alivyofanya. Wewe uweze timu badala wa Aucho unamleta Azizi Ndambwile. Hapo unataka nusu finali klabu bingwa, unaipata wapi? Ndio maana mimi nikawaambia hata wakienda robo mimi nitabadilika, nitakuwa Yanga, kwa sababu nilikuwa amshua kwamba Yanga ana pa kwenda, kwa sababu timu yake ishafanya nini, wachezaji washatumika sana, kwa hiyo hana cha kuipambania tena timu. Kicha hapo hapo kwenye mchezo dhidi ya Al Masry